Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Sasa kuna mtu jana aliniuliza kuhusu Ukraine. Ukraine bana haina pesa za kutosha. Yaani sarafu, currency, au unasema pesa, mzunguko wa pesa haupo. Yaani pesa zimeadimika. Cash hazimeadimika kwenye nchi. Na inategemea katika miaka miwili itaishi kwa ufadhili wa fedha kutoka Ulaya. Inahitaji karibu dola bilioni 140 ambazo zinatarajiwa kutoka EU ili waweze kuwapa kwa ajili ya kusimamisha uchumi katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Lakini Ulaya bado wamekuwa kazi na wao kutoa fedha. Wameweka kama bondi, wanasema kuwa tunahitaji mali za Urusi zilizotaifishwa zinazoshikiliwa Ulaya ndio zitumike kama dhamana ya Ukraine kupewa fedha. Tayari EU wanachama 27 wamegawika sana, wakiwemo Hungary na wengine. Wengine wanapinga, wengine wanakataa hili swala, wanasema no, hatuwezi tukachukua fedha au mali za Urusi zilizotaifishwa zitumike kama bondi au zitumike kama mkopo kwa ajili ya Ukraine. Hilo wanalizuia. Lakini uliona taarifa ya ununuzi wa ndege za Rafale, ndege 100 kutoka kwa Ufaransa, pamoja na mifumo ya hali ya juu ya ulinzi wa anga ya Ufaransa ambayo Ukraine ameidhinishiwa baada ya ziara yake kwenda kule Paris. Alikutana na Macron. Kwangu mimi makubaliano haya japokuwa yanavutia sana na ambayo yangefanya mapinduzi makubwa kwenye uwezo wa kijeshi wa Ukraine, lakini bado yamekaa kisiasa zaidi, kwa sababu nani analipia? Yaani hayo ni makubaliano waliosaini kati ya Ufaransa na Ukraine. Fedha zinatakiwa, nani analipia? Yaani Ufaransa anategemea mali kwa sababu ni mabilioni ya dola itatakiwa. Yaani anategemea kuwa mali za Urusi zile ambazo watakubaliana EU kuzizuia ndio katika hilo fungu likatwe alipwe Ufaransa kwa kutoa mzigo huu wa ndege. Mnazikumbuka ndege za Rafale zilileta hadithi hapa kipindi cha nyuma wakati wa mgogoro wa India na Pakistan. Baada ya ndege za China kuonekana zikaja juu ya ndege za zikazidungua ndege za Pakistani ambazo zilikuwa ni hizi za Kifaransa Rafale. Alafu baadaye kukazuka mgogoro kati ya China na Ufaransa katika mabalozi wao. Wakasemekana kuwa balozi wa Ufaransa anasema kuwa balozi wa China, nadhani ilikuwa ni Indonesia, anatumia vita ya India na Pakistani kama propaganda kwa kusema kuwa alisema kuwa wao wana silaha bora ambazo, yani alienda kuzishusha thamani ndege za Rafale zile za Ufaransa kuwa si lolote, si chochote. Kwa hiyo hazifai kuwepo. Huu mgogoro uleta. Sasa Ukraine kaidhinishiwa hii, lakini imekaa kisiasa mno. Yani kama huu mzigo, kwa sababu mkataba huu ni wa miaka 10. Yani kuwa hii zinaweza zikafika baada ya miaka 10 ndio unaweza kukamilisha vitu vyote. Miaka 10 kutoka leo. Sijui kama labda watakuwa bado kwenye vita au tayari mashariki itakuwa imeshahamia huku au vyovyote hivyo. Lakini mkataba huu unarudi pale pale katika ugomvi wa Urusi ambao Urusi anauzungumza siku zote kuwa kama watafikia makubaliano ya kukaa kwenye meza, anataka uwezo wa jeshi la Ukraine upunguzwe. Ukubwa wa jeshi la Ukraine upunguzwe. Namba ya askari wa jeshi la Ukraine ipungue. Moja ya masharti ambayo Urusi anayataka. Yaani anataka jeshi dhaifu la Ukraine. Hataki, kwa sababu kama ataachia na kukubali kuwa baada ya mzozo huu Ukraine ibaki hivi ilivyo, moja ya majeshi bora kabisa ya Ulaya itakuwa Ukraine. Kwa sababu kwanza katika kipindi cha miaka 2 au 3 iliyopita wamepokea silaha nyingi sana kutoka magharibi. Wamepokea mafunzo mengi sana kutoka magharibi. Yaani wamepokea misaada mingi sana ya kijeshi kutoka magharibi. Yaani hii inawafanya kuwa watakuwa ni moja ya majeshi ambayo yana ufanisi na ni majeshi bora sana, kwa sababu yamepitia kwenye vita yenyewe. Yaani moja kwa moja wametoka kwenye vita. Kwa hiyo hili litawafanya kuwa bora sana. Kwa hiyo hii unarudi kwa zile pointi za Urusi. Anasema kuwa mimi na nyinyi katika makubaliano yetu, mimi na nyinyi makubaliano yetu kuwa hakutokuwa na jeshi lolote imara ndani ya Ukraine kama wakikubaliana kwenye yale makubaliano. Sasa hili la Ufaransa
linapelekwa kwa wakati gani? Nakumbuka kile niliwahi kuambia, mgogoro wa Paris na Moscow ambao ulifukutia kuanzia wapi? Magharibi mwa Afrika, Central Africa na North Africa. Huu mgogoro hasa wa Ufaransa na Urusi wenyewe umepikiwa Afrika zaidi baada ya wakoloni, yani baada ya nchi za magharibi mwa Afrika kuanza kujitoa kwenye makucha ya Ufaransa, na karibu nchi zote zilikimbilia Urusi. Sasa ile chuki ya Ufaransa kwa Urusi baada ya kuchukua makoloni yake mengi huko magharibi mwa Afrika, kule Jamhuri ya Afrika ya Kati, kule Mali, Burkina Faso, sijui Guinea, sijui kwenda wapi, tunamkataa. Wakati wanashusha bendera ya Ufaransa, wanapandisha bendera ya Urusi, wanamkaribisha Mrusi. Kwa hiyo chuki ilianzia huko. Ndio maana unaona kuwa mgogoro huu ukitoa, yani ukitazama mgogoro wa Urusi na Ukraine, utaona baada ya kuonekana kuna mzozo mkali kati ya Urusi na Ukraine, nyuma ya Ukraine tu utaona kuna Ufaransa na Ujerumani. Yani utaona ni Ufaransa na Ujerumani. Awali ilikuwa Marekani, lakini Marekani alirudi nyuma. Lakini sasa unaona kabisa kuwa nyuma ya Ukraine. Ndio maana wazo lolote linapokuja la Bwana Zelensky, utaona kuwa Macron ataliunga mkono haraka. Yani atalisupport haraka. Kwa sababu tayari Ufaransa anapigania maslahi yake ambayo yametaifishwa, yamechukuliwa na Urusi katika makoloni yake huku barani Afrika na kwingine duniani, ambako kuwa Urusi anatia mguu kila Ufaransa anapotoa nyayo yake, yeye anaweka mguu. Kwa hiyo chuki imeanzia kule, na ndio maana unaona kuwa Ufaransa yuko tayari kutoa uwezo wake wa kiulinzi. Wanasema mifumo ya kisasa zaidi, yani mifumo bora kabisa ya kiulinzi ya anga ambayo Ukraine anapaswa kupewa, ambayo inatoka kwa Ufaransa. Nini kitatokea? Hatujui nini kitatokea. Lakini nimetaka kuambia kuhusu haya. Asanteni na mchana mwema. Rahby Digital